Hata baada ya mahakama kusitisha utekelezaji wa ripoti ya mageuzi katika idara ya polisi mapema mwaka huu, kamati ya kutekeleza mabadiliko hayo inafanya juu chini kuhakikisha vipengee katika ripoti hiyo vimeidhinishwa. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo anasema kati ya mapendekezo 271 yaliyowasilishwa ni 16 pekee yaliyopatikana kuwa kinyume cha sheria. Decision challenged the constitution of the task force, but it primarily focused on the role of the National Police Service Commission. And out of the 271 recommendations that came, 16 of those recommendations are the ones that were actually challenged. Kulingana na uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu, kubuniwa kwa jopo kazi la urais lenye wanachama 23 ili kuangazia maslahi ya maafisa wa polisi ni kinyume cha katiba. Mahakama ikiamua kuwa hatua ya Rais William Ruto kuunda jopo chini ya mwenyekiti wa Jaji Mkuu mstaafu David Maraga ilikuwa haramu, na hivyo uamuzi au mapendeleo yaliyotolewa na jopo hilo pia ni kinyume na katiba. What we have agreed on is that we respect the decision of the court, and more so insofar as those 16 recommendations are concerned, and we will be pursuing redress through the court process to address those 16 recommendations. And what it means that out of the 571 recommendations, the rest of the other recommendations, we will continue with their implementation. Katibu huyo ametetea hatua ya kuendelea na utekelezaji wa mapendekezo hayo, akisema zaidi ya 50% ya vipengee hivyo vimeidhinishwa. Those recommendations have been implemented. Another 20 to 30%, we are in the process of rolling them out. Hata hivyo, kuendelea kutekelezwa kwa ripoti hiyo ni kinyume na uamuzi wa mahakama, jambo ambalo limeonekana kuwa hulka ya serikali katika utawala wa Rais Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta.